Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Machi 12 mwaka wa 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tu wa dhambi, tusiostahili hata kusogea karibu nawe, lakini tunakushukuru kwa sababu ya neema yako. Nasi tunakuja kwako tukitubu dhambi zetu. Tusamehe uovu wetu, tusafishe, tutakase, ukatubariki. Enda nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu, amina. Mada leo inasema ungamo la dhati ni muhimu. Yohana wa kwanza sura ile ya kwanza aya 9 inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mtume anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Yakobo sura ile ya 5 aya 16. Ungameni dhambi zenu kwa Mungu, ambaye yeye pekee ndiye awezaye kuwasamehe na makosa yenu ninyi kwa ninyi. Ikiwa umemkosea rafiki au jirani yako, lazima ukiri kosa lako na ni wajibu wake kukusamehe kwa uhuru. Kisha unapaswa kutafuta msamaha wa Mungu, kwa sababu ndugu uliyemjeruhi ni mali ya Mungu, na katika kumjeruhi unakuwa umetenda dhambi dhidi ya muumbaji wake. Toba ya kweli ina sifa maalum na hukiri dhambi waziwazi. Zinaweza kuwa za namna ya kuletwa mbele za Mungu pekee. Zinaweza kuwa makosa ambayo yanapaswa kuungamwa kwa watu binafsi ambao wameumizwa na hayo, au zinaweza kuwa zile zilizotendwa kwa umma na zinapaswa kuungamwa hadharani. Lakini toba zote lazima ziwe wazi na za moja kwa moja, zikionyesha dhambi dhahiri unazoziungama. Maungamo mengi sana hayapaswi kamwe kusemwa mbele ya masikio ya wanadamu, kwani matokeo yake ni yale ambayo hukumu yenye mipaka ya viumbe wenye ukomo hawawezi kuyatarajia. Mungu atatukuzwa vizuri zaidi tukiungama sirini. Upotovu uliozaliwa moyoni kwa Yesu pekee kuliko kufungua matendo yako kwa mwanadamu mwenye ukomo, mkosaji ambaye hawezi kuhukumu kwa haki isipokuwa moyo wake ukiwa umejawa na Roho wa Mungu daima. Usimimine masikioni mwa wanadamu kisa ambacho ni Mungu pekee apaswaye kukisikia. Toba ambayo inahusisha kumimina nafsi kwa moyo wa dhati humfikia Mungu mwenye huruma isiyo na kikomo. Dhambi zako zinaweza kuwa kama mlima mbele yako, lakini ukiunyenyekeza moyo wako na kuziungama dhambi zako, ukitumaini ustahilifu wa Mwokozi aliyesulubiwa na kufufuka, atakusamehe na kukusafisha na udhalimu wote. Onea shauku utimilifu wa neema ya Yesu. Ruhusu moyo wako ujazwe na shauku ya kina kwa ajili ya haki yake. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Machi 12, mada ikisema ungamo la dhati ni muhimu. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara tajificha kwako. Mwamba
wimbi la mawio, saa ya upweke, majaribu yanaponiandama, fikia maisha pasi utulivu, mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako mwamba imara tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara tajificha kwako. Ndani yako 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 mwamba imara tajificha